Kwa ufupi, jengo liko tayari. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mkandarasi amekwenda kwa kasi tulioitaka, uongozi wa chuo umesimamia kwa umakini tunaoutaka. Ndio maana leo lift ndio inafungwa, niliamua nitembee mwenyewe na wewe tulipanda wote. Kwa kweli jengo limejengwa kwa ubora tunaoutaka, lakini limejengwa kwa kasi tunayoitaka, na kwa kweli hata kwenye malipo mkandarasi yuko mbele kuliko hiyo, tuiseme wazi, mkandarasi amekwenda kujenga kuliko malipo tuliyompa ambayo yako nyuma. Fedha ipo, lakini yeye ameamua kwenda mbele, adai fedha sana, ana focus kwenye kumaliza. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua, na pengine kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepanga na imechagua kuongeza idadi ya watalii wanaofika katika ardhi ya Tanzania kufika milioni 8 ifikapo mwaka 2030. Na hapa ni moja kwa moja kutoka katika Chuo cha Taifa cha Utalii kampasi ya Arusha. Floor ya juu kabisa tuna hoteli, operational hotel ambayo ina vyumba 9. Tuna conference kidogo ya watu 35 pamoja na eneo la restaurant, bar and restaurant. Jengo hili mpaka sasa hivi tuko kwenye 92% ya ukamilishaji. Kazi ambazo zimebaki ni finishing za floor, lakini kufunga vifaa vya mwisho vya umeme, yani sockets pamoja na taa, lakini tunafunga balustrades kwa ajili ya ngazi na tunafunga baadhi ya milango. Unyeti na umuhimu wa maendeleo ya ujenzi na ukamilishwaji wa jengo hili unamvuta hapa Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dr. Hassan Abasi, ambaye anafika hapa kuangalia ni kwa namna gani maendeleo ya ukamilishaji wa hatua za lala salama za jengo hili yanaendelea. Tuendelee kumshukuru Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mradi umetekelezwa kwa fedha za serikali, fedha za ndani, na tumeambiwa takriban miezi 2 ijayo jengo hili litakabidhiwa. Kwa naamini mkuu wa chuo na wenzake tuko nao hapa. Baada hiyo miezi 2 tutaweka furniture, na huenda muhula ujao wanafunzi wakawahi kupata sehemu mpya ya kisasa na inayoendana na jiji la Arusha, lakini inayoendana pia na mandhari ya sekta ya utalii. Sekta ya utalii ni sekta ya vitu vizuri vizuri. Na hili ni jengo la ghorofa 5 ambalo limetajwa kuwa na miundombinu yote muhimu ya kufundishia sekta hii ya ukarimu na utalii. Jengo hili hapa linaenda kuwa ni mwarobaini wa kuendelea kuzalisha watoa huduma walio bora, kuendelea kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo tayari ameshatangaza vivutio, watalii wameanza kuja kwa wingi, na sisi kama Chuo cha Taifa cha Utalii tunazidi kuongeza idadi ya watoa huduma kwenye industry ili tatizo hili la customer care, tatizo hili la huduma kwa mteja tuweze kulitatua. Mimi ni Dr. Kadoshi, mwandishi wa habari za uhifadhi, utalii na mazingira, uwekezaji na biashara, na hapa ni jijini Arusha, na hii ni Kadoshi TV. Kadoshi TV, always on time.